Hello, mambo ndugu mtazamaji wa Abedi TV jicho la nyumbani bana. Leo nina ndugu yangu hapa, kwa majina mtamfahamu. Alikuwa msanii wa true music, ila kwa sasa ni msanii wa gospel. Kwa mengi zaidi mtatufuata. Kaka, mambo? Poa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Yadamsi. Nani? Yadamsi. Jina lako kamili kabisa ya kizalikio unaitwa nani? Ndio, jina la kizalikio mimi naitwa Yajua Sadiki Wilonja. Yote ni majina yangu. Upo vizuri. Kwa hiyo umeokoka? Ndio, nimeokoka, nampenda Yesu. Tambia maana kuokoka. Kuokoka aiza wokovu. Wokovu ni hali ya mtu ambaye alikuwa kwenye hatari. Kwa mfano, kunatokea gari huko inakuja. Sasa ile gari imekatika breki. Sasa kuna mtoto yuko barabarani aweza kilemavu. Sasa kukaja kijana mwingine akaja akamwahi kumtoa, kwa sababu ule ni kilemavu hawezi kutoka pale kwa haraka. Kaja akamtoa kabla ile gari haijafika, yani amefanya uokoaji. Sasa yule kilemavu aliyekuwa pale ambao ndo ameokolewa. Ndo maana ina kuokoka. Ndo maana ya kuokoka. Vizuri sana. Ndugu mtazamaji wa Abedi TV, mwenye alikuwa aujui maana ya kuokoka, tayari ashatuambia maana ya kuokoka. Hivi kaka, unaweza tuambia sababu ya wewe kutoka true music ukakuja kwenye usanii wa gospel? Sababu ya mimi kutoka kwenye kundi ya true music aiza kutoka kwenye kundi ya Bana Ponga, ndio nilikutana na Mungu ndo akanibadilisha, lakini kiukawaida isingewezekana. Ulikutana naye wapi? Nikutana na Mungu wapi? Ndio, tulikuwa tumeenda kufanya kazi Burundi. Tumeenda kufanya kazi Burundi, afu tulikuwa tunakaa kwenye hoteli nyingine. Tunaenda kula kwenye sehemu nyingine, kwa sababu kuna sehemu ambapo tunaenda kulala ilikuwa sehemu nyingine, na sehemu ambapo tunaenda kula ilikuwa sehemu nyingine. Asa one day tulikuwa tunajiandaa kwenda location, ikabidi tuende kwanza kula na tukaenda na kubadilisha mavazi. Kuna nguo zetu kule. Asa tulivyoingia pale, tukaingia mle ndani, tuko busy. Tunajua usanii ule wa kawaida wa kidunia, tuko busy, sio atuelewe, yani kila mtu hichi kelele. Sasa tukakuta mmoja mama alikuwa amekaa kwenye sofa amelala kama mgonjwa kabisa. Yani huyo mama sisi tulikuwa tumjui. Hatujui tena, wale ambao walikuwa wanaishi pale hawamjui. Sasa huyo mama alikuwa anaumwa kabisa kwa muonekano. Akatuambia kwamba mnaweza kunisaidia dakika ndogo niongee na nyinyi? Tukamwambia mama, hamna shida mama, hamna shida. Akasimama kwa ugumu kabisa kama mgonjwa kabisa aliyezidiwa. Akatuambia kwamba nyote mnamjua Mungu au mshasikia kuhusu Mungu? Tukamwambia ndio, of course. Sisi tunamjua Mungu. Tukaanza tunamjua Mungu, tunasali hapa, wengine Waislamu, wengine Wakristo. Tunamjua Mungu. Sasa akaanza kusema maneno magumu kwamba katikati yenu hapa nyinyi wote mna nyota kubwa. Lakini sasa hizo nyota kubwa amjui kwamba zinatakiwa zitawale wapi. Yani una nyota kubwa lakini hujui nyota yako ni kubwa sehemu gani. Ndio maana mnahangaika, mnateseka. Hapa katikati yenu hapa kuna watu ambao ni wainjilisti, katikati yenu hapa kuna watu ambao ni mapasta, katikati yenu hapa kuna watu ambao wamelaaniwa. Maneno magumu sana, mazito. Katikati yenu hapa kuna watu ambao wakichelewa kumtumikia Mungu basi watakutwa na mauti. Tukashtuka sana. Sema mauti. Tukashtuka sana, lakini ikalazimika tumlazimisha sasa ule maza atuambie mmoja mmoja kwamba wewe ni 1 2 3 1 2 3. Kwa sababu alikuwa anasema kwa mafumbo sana. Afu tulivyomwambia ye mwenyewe akaanza sasa kutuambia, akakubali, akaanza kutuambia wewe jina lako ni moja. Anakuambia jina lako la kizalikio, wewe ni fulani fulani. Wewe ulizaliwa kipindi fulani fulani. Na baadaye hujamueleza? Yani akikuangalia anakuambia wewe ni fulani fulani, wewe una nyota ya hivi. Wewe ulizaliwa kwa sababu ya hivi. Akasema, yani tulikuwa tuko watu sita I think. Tulikuwa tuko mimi Adamsi, tulikuwa tuko Young Fisi, tulikuwa tuko Anjubu, tulikuwa tuko Su,
tuko na Follow na Mabwe. Timu kabisa bana, Ponga wote imekamilika. Umeona? Sasa akaanza kutuambia moja moja na vyake. Wengine wakamwambia sijui wewe umelaniwa. Wengine wewe sijui familia yenu wachawi, mnakimbia wachawi, lakini msikimbilie duniani, mkimbilie kwa Mungu. Sasa alivyokuja kufika kwangu akaita jina langu. Vya wengine nitaficha kwa sababu nisije nikasema Adam naweza mkawafuata mwende muulize wenyewe. Nisije nikawa mnafiki. Alipofika kwangu akaniita jina langu la kizalikio. Nikashtuka. Wengine wenzangu walikuwa walijui jina langu la Sadiki. Walikuwa hawalijui. Akaniambia kwamba wewe naona una fimbo. Haya mbona yaongea kama unaona mimi naongea uongo. Mfuate hata Follow hata Fisi, hata Anjubu. Sasa hivi ashakuwa Sweden. Asha toka. Umeona? Wote waliambiwa maneno, wengine ambao walikuwa wameenda kwa waganga kutafuta manyota, tulikuwa tujui. Umeona? Sasa kwenye hiyo hali tukawa sisi tuko kimya. Hamna kuongea, tukashtuka kwa sababu anaongea jina lako la kizalikio. Anakuambia wewe uko kwenye maisha fulani, babako na mamako wako hivi. Kama kuna mmoja ambao mama yake alishakufa, aliambiwa sasa wewe umekuwa kwenye maisha ya hivi. Mimi mwenyewe nikaambiwa hivi babako na mamako hawaelewani. Sasa mimi niliambiwa kwamba mimi na nyota ya familia. Kwa kumbe kuna watu ambao wana nyota za familia. Kaambia yani wewe usipojitambua, yani hadi siku mnakufa familia yenu itakuwa kuhangaika na wewe ndio nyota, yani wewe ndio mkombozi. Sasa wewe mkombozi na wewe umejisahau. Sasa nikaja kukuta yale maneno sio igizo, yani ni really. Yani unayaona yako really hivi waziwazi. Tukashtuka tuko kimya, ambao hakuambiwagwa. Japokuwa pale walisemanga mambo wagumu, wengine ya kufa, wengine wamekuwa chizi, sijui nini na nini. Wengine walikwambia historia yao magumu. Wanaambia historia ya ndugu zao wachawi wameroga na nini. Lakini kwa ndugu wetu mmoja ambao anaitwa Mabwe, yule Sam TZ. Yule Sam sasa hivi yeye ndio yuko na Follow sana Bennett. Yeye ndio akuambia mambo yake, kwa sababu aliambia wewe mambo yako wewe ni magumu sana. Kiasi kwamba siwezi nikasema hapa. Au nimesema vya kufa, nimesema vya nini, lakini yako sasa yako wako wewe ni zaidi ya hayo. Akaambia wewe unitafute baadaye. Lakini tulivyotoka pale hakujaga tena kumtafuta, aliogopa. Sasa hiyo ndo hali ambayo ilisababisha mimi nikaokoka. Na ule maza, alivyomaliza tu kutuambia, amemaliza na akapona akawa mzima. I see. Afu akaanza kujishangaa, amekujaje pale? Nimefikaje hapa? Yaani kiasi kwamba alikuwa mtumwa ambao ametumwa na Mungu. Alivyotoka sasa nje sasa ndo wale sasa wapale sasa, umeingiaje? Uliingia saa ngapi huko? Yaani masuala ya Mungu unaweza kuwaza kama ni uongo. Kumbe yako hivyo. Sasa mimi nilipofika huko wenzangu tukaje tuko kimya. Tulikuwa tuna issue nyingi zingeweza kwenda Kongo, lakini ikabidi tu cancel zote. Tukaja mambo yetu akawa hadi video tukaenda kushuti kule ni wa muda. Hatukushutiki tena video wa muda. Tulishuti video zingine. Yaani akili kama imevurugika kwa sababu kwanza kule Burundi. Tulifika kule tukapanga hoteli. Tukawa tunatumia hela kule kwa sababu tulikuwa tuna mabosi, lakini tulifungwa. Walituchomesha pale tukafungwa mle gerezani. Yaani Mungu kwanza alianza kujitukuza kwa gerezani. Gerezani ndio kwa Mungu alianza kujitukuza. Kumbe Mungu alikuwa ana malengo yake. Mungu alikuwa anatengeneza njia kutufisha sehemu. Tulivyokuja kufika mambo mengi sana tulipitia, tukaja. Tulipofika huko kambini, tuko kimya. Yaani huyu anawaza nifanye niendelee na muziki. Nibadilike. Niache kwa sababu anajua tayari mimi ameambiwa yeye ni nani, anatakiwa afanye nini. Kwa nini afanikiwe? Kwa nini yuko hapo? Afanye nini ili afanikiwe? Afanye nini ili aishi maisha mazuri? Mimi tulikuwa tumefunga. One day niko nyumbani usiku. Kuna wale wahubiri wale wa usiku wale. Akawa kila siku mhubiri anakuja pale nyuma ya nyumba yangu anaanza kuhubiri. Sasa akianza kuhubiri maneno yanakuja ni yale. Nikasema Mungu sasa. Amenifuata kabisa. Mungu hataki nipotee. Nikaenda kanisani, nikarent, nikatubu, nikakiri. Natokea siku hiyo ndo nipoamua kubadilika. Sasa baada ya mimi kubadilika hapa, nikaanza kufanya gospel, nikaona
siri nyingi sana za kiroho ambazo nilikuwa sizijui nikazijua. Siri nyingi sana ambazo nilikuwa sizijui, yaani watu wanateseka, nilikuwa sijui nikazijua. Mafanikio, milango mingi ambayo nilikuwa sitegemei ikafunguka, yani nikashangaa milango inafunguka hadi kuna vingine vinafanyika na wanasema huyu amenipigia huyu anakuja kuniomba. Unashangaa mtu ambao anakuja kukuomba au anahitaji msaada kwako au ambao anajishusha kwako, unashangaa ni mtu fulani ambao yani ni mkubwa tu, labda anategemeka kwenye jamii, kwenye kanisa, watu wakubwa. Umeona, wanakupigia simu, mafanikio ya fedha haya, hizi fedha za kimwili mengi sana, milango yafunga mingi sana. Umeona, sasa ndo hadi leo unafanya injili. Yani hivyo mtumishi kabisa. Ndio, mimi ni mtumishi wa Mungu. Yani mambo ya Biblia yote ipo kichwani. Neno la Mungu sio yote, hawezi kujua neno la Mungu lote, lakini liko kwa wingi ndani yangu. Aise, kumbe upo vizuri. Sasa wandugu watazamaji wanataka kujua, mbona Waislamu wanavala gauni, wachawi wanavala gauni, kuzimu nao wanavala gauni, watu wa maombi nao wanavala gauni? Unaweza tufafanulia aje hapo? Gauni sijaelewa. Hizi gauni za watu wa maombi, kanzu, yani kanzu. Hizi ndio. Kuhusu kanzu kuna siri. Kuhusu kanzu kuna siri, kwa sababu tukiangalia kwenye Bible, Agano la Kale au kwenye Biblia hii ambayo imeandikwa, iliandikwa muda ambao umeshapita kidogo, lakini Yesu Kristo ambaye ni kiongozi wetu alituambia kwamba kuna mambo mengine ambayo siwezi kuwaambia, lakini nitawatumia Roho Mtakatifu ambaye atakuja kuwaambia. Kwa hiyo wale ambao wana Roho Mtakatifu wanajua siri nyingi ambazo hazikuandikwa kwenye Biblia. Kwa sababu watu wengi wanategemea maswali yao ya kiroho ajibu kwenye Biblia, lakini kuna maswali mengine hautopata majibu yake kwenye yale maandishi hadi Roho Mtakatifu mwenyewe akwambie. Wachawi wanavaa kanzu, Waislamu wanavaa kanzu, watu wa Mungu akitaka kuingia kwenye huduma anavaa kanzu, Freemason wanavaa kanzu, kuzimu kanzu, mbinguni kanzu. Why kanzu? Ndiyo, kanzu kwanza ni vazi la kiroho, ambalo kanzu, kwenye uvaaji wa kanzu unamaanisha ufalme, kwa sababu sisi hapa duniani tunaongozwa na falme mbili, ndio ufalme wa giza na ufalme wa Mungu. Ndio sasa neno yani kanzu inamaanisha ufalme. Sasa ukiona mtu amevaa kanzu hivyo ujue kwanza ile kanzu kwanza inamaanisha ufalme. Sasa inategemea yuko ufalme wa upande gani. Sasa kanzu pia inakuaga kama vile power bank. Ni ngumu kidogo. Kama power bank kivipi? Unaona, ukiwa unafanya huduma ya kiroho, hata mchawi akiwa anaroga, kwa sababu wachawi wenyewe ndio mnaelewa sana mambo ya Mungu, watu wengi sana wamefichwa, ni wachache sana. Ukiona hata tuseme mhudumu wa Mungu akiwa anaomba, kwa sababu ukiwa unaomba, ukiombea mtu ambaye alikuwa na ugonjwa mkubwa sana na wewe mtu akapona, kuna uwezekano wa nguvu ndani yako kupunguka, kwa sababu hata Yesu nguvu zilimpungua. Yesu kipindi ambacho aliguswa pindo na ule mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu, nguvu zilimpunguka. Sasa nguvu zikikupunguka na wewe ulikuwa unafanya huduma direct, wewe au kishakuwa hata kwenye vita, ukichukua kanzu ukivaa, ile inakuwa tayari ni nembo kwanza ya ufalme wa upande wako. Pili tena ile ni kama vile power bank ya zile nguvu za kiroho. Yaani kanzu huwa inakuwa kama power bank, sehemu ambayo wewe hata sambo kitu ambacho usingefanya, ile kanzu kwa sababu inamaanisha ukuu wa ufalme. Unakuta kile kitu kinafanyika kwa ukubwa hadi unashangaa, nimewezaje hapa? Kwa sababu umevaa nembo ya ufalme. Kwa sababu yani kiasi kwamba hata mtu awe mchafu kiasi gani, akikuonesha tu kibali cha rais hivi, anasema sinyantira ya rais hii, direct utampitisha. Ndo ufafanuzi mwanzo kupatia kiufupi kuhusu kanzu. Lakini pia kanzu, kama ambavyo nilikwambia, kanzu ni vazi la kiroho. Mtumishi wa Mungu hata akivua tu kanzu yake hivi, akwambie hii kanzu hii uifue hayo maji, oga, direct unapata muujiza. Neno kanzu, vazi. Hata ukiwa uko kwenye maono,
ukiota watumishi wa Mungu au ukiwaona, kwa sababu kuna njozi, kuna ndoto na kuna maono. Sasa ukiwa uko kwenye maono aidha uko kwenye njozi, ukiona watumishi wa Mungu wanakuja kukupatia information hawa kina Ibrahimu, unawaona hawa baba wa imani Ibrahimu, kuna wengi sana wale wa kiroho wanakuja kukusaidia, au hata viumbe vya kiroho vinakuja kukusaidia, wengi utawaona kwenye kanzu. Sasa siri moja ambayo hata siwezi kuisema directly ni rangi za kanzu. Kanzu ambayo nimekuambia ufupi wake ni huo, lakini zile rangi za kanzu na zenyewe pia na zenyewe zina ufafanuzi tofauti. Hizo tunaweza kutuambia? Na rangi za kanzu? Ni virefu sana. Sio virefu. Ni virefu sana. Tunaweza kutuambia. Rangi za kanzu, rangi za kanzu huwa zinamaanisha grade, level. Wewe kabla hujazaliwa ulikuwepo. Yaani wewe Mungu alikujua kabla hujazaliwa. Yaani alikujua kabla haujavaa huu mwili. Kwa sababu wewe ni mtu umevaa mwili. Mwili ni kama nguo. Sasa wewe wewe sasa direct kule kwa Mungu ulikuzaliwa uko na pete zako. Yaani kiasi kwamba kila mtu ana malaika zake walinzi. Sasa wale malaika walinzi ni wengi kutokana na nini? Kutokana na pete zako. Yule ambao ana pete au ana nafasi kubwa ya kiroho, anakuta na malaika wawili. Huyo ana malaika mmoja anayemlinda, huyo ana malaika wawili, huyo ana malaika 6, huyo ana malaika 7, huyo ana malaika 8. Sasa ile ni nafasi yako ya ukubwa, kwa Mungu anaweza kuongea na wewe hichi ambacho hawezi kuongea na huyu. Kwa sababu wewe anakuona wewe una uwezo fulani zaidi ya huyu. Sasa ndo rangi huwa zinatolewa kutokana na manafasi. Hiyo ni kwa ufupi. Upo vizuri sana. Tena kwa ndugu watazamaji wanataka kufahamu, mbona mambo ya shetani ndio ina trendi sana kuliko mambo ya Mungu? Tatizo la gani nini? Kwa nini mambo ya shetani yanakuwa na nafasi kubwa sana kwenye dunia hii ya mwili? Ndio chini hapa duniani kwenye tuko kwanza tayari tuko kwenye tawala ya giza. Viumbe vya roho ndio vinaongoza sasa hivi. Uongozi unaouona, uongozi wa mwili na wa roho, viumbe vya roho ndio vinaongoza. Lakini viumbe vya roho ambavyo viko upande wa giza ndio vina nguvu sana. Ndio vina nguvu sana. Kwa hiyo hivyo inapatia shetani amepewa mamlaka. Amepewa mamlaka ya hapa duniani. Hapa duniani miliki zake. Ndio maana hata alipoenda kumjaribu Yesu, alimuonesha kwamba unaona zile nyumba unaona zile gorofa unaona hivi yote ni mali zangu nitakupa. Sasa Yesu yeye alimjibu kiukubwa. Ndio maana mtu ambaye ameokoka ana nafasi kubwa sana au ana thamani kubwa sana kuliko malaika, ana thamani kubwa sana kuliko shetani. Shida ni kujifahamu. Kiasi kwamba mtoto wa simba kama ajifahamu anaweza kaliwa na mbwa. Sasa yule simba akijifahamu kwamba mimi ni simba, yeye akinguruma tu, hata mbwa alikuwa ashazeeka kiasi gani. Shida ni kujifahamu tu. Ndio maana ukuta watu wanapewa kwamba hii dunia ni miliki yao kweli. Dunia ni miliki yako. Sasa mambo ya shetani yana trendi namna gani? Kwa mfano, shetani kwanza shetani hana mali. Hana mali kiaje sasa? Ndio, shetani hana mali kivipi? Ndio, watu wengine wanasema kwamba vitu vingi sana vina trend. Na sasa hivi kwa shetani, kila kitu ambacho unakiona kwa shetani mwenyewe alikikopi kwa Mungu. Yaani kila kitu unachokiona kwa shetani ni kopi kwa Mungu. Kiona watu wanatoa sadaka, watu wanafanya hichi, wanafanya matambiko, unajua tu formula alitoa kwa Mungu, kwa sababu formula ya kiroho ya kupata au ya kufanikiwa, hauwezi kufanikiwa kabla hujatoa. Yaani hauwezi kupata hujatoa. Hiyo ni ya kiroho. Hata Mungu mwenyewe alivyompoteza mwanadamu ili ampate tena mwanadamu, alimtoa mwana wake wa pekee. Na ndio Mungu anatoa. Umeona? Kwambia unakaa miaka kanisani, miaka unakaa miaka kwa Mungu na unasali unafanya ibada, lakini wewe ni maskini. Kwa sababu haujui siri. Kwa Mungu kuna siri. Sasa shetani hana mali kivipi? Shetani huwa anachukua kwa mfano tuseme kwamba kwenye nyota, kila mtu azaliwa na mwanga wake, kila mtu ana mwanga wake. Sasa shetani huwa anachukua ule uweri
ambao kwenye nyota ya mtoto wa Mungu, ambao ule mtoto wa Mungu ambao ajifahamu. Issue ni kujifahamu, yani kwa Mungu shida ni kujifahamu tu. Unajifahamu tu. Yaani unasikia kwamba mchawi na nini hata kusumbua. Umeona? Sasa kuna wengine wanaishi labda akiona muujiza anafikiri huu ni muujiza. Sasa anaanza akiona muujiza imezidi anaanza hivi itakuwa kwa shetani tena. Anafikiri kwamba Mungu hawezi kutenda zaidi ya shetani. Kumbe shetani mwenyewe ana copy kwa Mungu. Sasa hiyo iko hivyo. Hiyo iko hivyo yes. Yeah, vizuri sana. Hivi kweli ushagawahi kuona nani malaika wa Mungu? Malaika? Ndio. Ushamuona kabisa? Ndio, mimi nilimuona malaika niko kwenye kifungo cha siku 3. Niko kwenye kifungo cha siku 3. Ndio, nikaona malaika kabisa. Sura ndo sikuoneshwa lakini nimeona tena nilikuwa sijalala kabisa niko hivi. Sasa kipindi alichofika kila kitu kikawa vile kimeganda hivi. Yaani kila kitu hamna kelele, hamna nini. Yaani alifika hivi, akafika, alipofika yani kila kitu kiko kimya. Alafu unaona vitu kama vile filamu. Akafika tena, alipofika nikamuona alikuwa na nani? Alikuwa na kitu fulani ka blue kamemzunguka mbegani kamviringo. Alafu yeye amevaa kanzu jeupe. Lakini mwanga ambao ulikuwa umemficha huku usoni, ulikuwa mwanga kama ule wa rangi ya moto. Kama moto ukiwaka, ule mwanga ule. Sio kwamba naota. Hiyo ni live kabisa. Live kabisa. I see. Live. Mungu yupo, sio kwamba Mungu sio wa historia. Mungu sio wa kwenye historia kwenye vitabu. Yaani wewe ukishaamini kwamba kitabu kwa Mungu yupo, nikupe tu hata wewe mwenye dhambi, hata wewe na nini, wewe gusa hata udongo tu, igusa hata udongo. Utafikiria huu udongo ulitoka wapi? Nasema huu labda hata huu mti. Nasema huu mti si uliota. Fikiria ule mti wa kwanza ulitoka wapi? Hata mtu hao watu si wapo? Si unawaona unawagusa? Ule mtu wa kwanza ulitoka wapi? Kwa hiyo Mungu yupo. Na sasa hivi Mungu yule ambao alikuwa anafanya na wa Elia yupo hadi leo hivi. Sasa wewe unamsoma akashusha moto kwa Elia, akafanya hivi. Sasa yupo, watu wanakuambia yupo na mimi namuona. Hadi sasa hivi yupo. Yupo wapi? Mungu yupo. Mungu huwa yuko kila sehemu. Yupo wapi sasa? Mungu yuko kila sehemu. Kila sehemu. Yaani hivi hapo kwenye tupo Mungu yupo. Hata hapa Mungu yupo. Shida ni kwamba shida huwa ikoje? Shida ya kwamba mtu ni mtawala. Wewe ni mtawala. Mimi ni mtawala, huyu ni mtawala. Tuliumbwa hivyo. Yaani Mungu alitutengeneza hivyo. Kwamba sisi ni watawala. Sasa sisi utawala wetu au upekee wetu uko wapi? Sisi upekee wetu uko kwenye kwamba sisi tuna uwezo wa kuamrisha vitu vya kiroho na vitu vya kimwili. Yaani sisi tuna uwezo wa kuvitawala vitu vya kiroho na vitu vya kimwili. Kwamba sisi ndio tuna nafasi kubwa kuliko vitu vya kiroho na vitu vya kimwili. Yaani mtu yuko hivi, yuko katikati. Kiroho huku, kimwili huku. Siku enoa mtu hata akifunga kifungo. Si umefunga kifungo? Wewe umefunga kifungo. Yaani ile kufunga kifungo ni unajitahidi kwenda kiroho. Kwa sababu kiumbe cha kiroho akili. Unajitahidi, yaani ile nafasi unajisogeza kiroho. Ukijisogeza kiroho kule, unaanza kuona vitu ambavyo ni vya kiroho. Sio kwamba eti wewe uwezo wa kuona vitu vya kiroho hauna. Uwezo wa kuona vitu vya kiroho uko nao, lakini ile nafasi ulipoteza pale kwenye dhambi ya kwanza. Lakini sasa ili usogenao ukuta, nitoe mfano tu ambao utawahi kuelewa haraka. Kuna mtoto ambao amezaliwa, yeye mtoto wa kuzaliwa alikuwa anaona maono, akiota kitu kinatendeka. Akifanya hichi kinakuwa, kwa sababu yule mtoto hajaanza kufanya dhambi au hajajua dhambi. Siku amekuwa kama ni binti, ameanza kuguswa kama ni mwanaume, tamaa za mwili zinaanza kupanda. Vile vitu anakuwa tayari aoni tena. Umeona? Yaani hiyo iko hivyo. Ukiambia eti masuala ya kiroho yapo kabisa. Jua yapo. Yanaonekana hivi yapo. Lakini sasa siku wewe ukifanya tu uamuzi, mimi huyu Mungu nataka sana mimi nimuone. Anasema yupo, na mimi nataka nimuone. Unajisafisha, unakaa kwenye 1 2 3, utamuona Mungu akifanya. Lakini inakugani neema. Inakuwa sana. Neema ipo kwa kila mtu.
Sio kwa kila mtu. Mimi nakwambia ni kwa kila mtu. Unatanisha mtu kila siku anaenda kanisani, yani kila siku anaenda kanisani, lakini wapi? Neema bado haijamfikia. Kwenda kanisani sio ndo kuokoka. Au mtu anaweza kakaa miaka 30 yuko kanisani lakini hajaokoka. Yaani sema mimi nimechagua na akili zangu kumwabudu Mungu. Mungu atafuti wachungaji, Mungu atafuti waombaji. Mungu anatafuta hao. Kwa hiyo wewe ukikaa kanisani, ndio unakuta mtu amekaa kanisani lakini anakaa muda mrefu lakini mimi sijawahi kuona maono, mimi sijawahi kufanya nini. Yule bado ni mtoto, yani mtoto kiroho. Mtoto vipi? Neno la Mungu ndio chakula. Sasa kuna yule ambao anakila, kuna watu wakipanga chakula, kuna yule anayekula kidogo au yule anaye kawaida, yule anayechukulia kawaida. Lakini yule anayechukulia kwa undani, unakuta anakuwa kiroho na zile zawadi, kwa sababu Roho Mtakatifu akija huwa analeta na mazawadi. Unasema kwamba anafanya miujiza, anaponya magonjwa, anaona maono, anafanya hivi. Zile ni zawadi tu. Kiasi kwamba hata wewe unaweza kuzipewa. Kumbe watu waache kwenda kanisani. Kwenda kanisani? Hapana. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mkusanyike kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuonyana. Kwa hiyo ndio maana ya kanisa. Lakini neno dini ndio labda wanaweza kaacha, kwa sababu dini ni njia ya kumtafuta Mungu. Lakini yule ambaye anamtafuta aishampata Mungu, hana umuhimu tena wa dini, kwa sababu yule ambao anaongea na Mungu direct anaga udini, kama mimi ndo Methodiste, mimi ndo Mkadafe, mimi ndo kanisa fulani, mimi ndo wa Mungu hana hiyo. Wa Mungu anajua kwamba kila mtu ajue kweli, kwa maana nikwambia wewe, Mungu yupo, Mungu anaonekana, Mungu anatenda. Basi ukiamua mwenyewe kumchagua Mungu kwa akili zako timamu, kwa moyo wako wote, kwa sababu umepewa nafasi ya kumchagua Mungu na kumkataa. Hiyo nafasi unayo, hata Mungu hawezi kuamulia. Mungu hawezi kukulazimisha wewe kumpenda. Lakini viumbe vingine vya roho hiyo nafasi havijapewa. Sasa wewe huo upekee unao. Wewe una nafasi ya kumchagua Mungu kwa moyo wako na kumkataa. Sasa ukimchagua Mungu kwa moyo wako na nafasi ya kumkataa Mungu unayo, lakini umeamua kumchagua Mungu, sasa hapo ndio Mungu anakuona wewe ni wa thamani, kwa sababu amekupa nafasi ya kumkataa, lakini pia umeamua kumchagua kwenye hiyo nafasi. Umeona? Sasa shetani yuko hapa yani yeye anataka aoneshe ule ubora wa mwanadamu, sio bora, sio bora. Sasa wewe siku ukijitambua na ukaamua kumchagua Mungu, ndio pale unapanda direct, unavaa heshima yako. Lakini shetani akikuona hivi, shetani akiona tu anajua huyu ni wa Mungu, huyu ni wa shetani. Hiyo iko hivyo. Neema iko kwa watu wote. Hata wewe ukiamua, yani hata yeyote. Hata ulikuwa ushaoa watu wangapi? Kwa sababu sasa hivi wanadamu wanachukulia kuua ndo dhambi kubwa. Kuua ndo dhambi, hata wewe. Kuua ndo dhambi. Dhambi. Kuua wanawake. Kwa hiyo hata uwe na dhambi zipi, ukiamua tu kwa moyo wako na kukiri, neema ipo. Neema ichague eti yule ndo mtoto wa fulani, yule ndo mtoto wa fulani. Wewe maskini, wewe hauna hela, wewe una hela, neema iko kwa watu wote. Neema, afu watu wengi sana wako na pole, kwa sababu watu wengi wanawekeza nguvu kwenye haya maisha mafupi. Kwa sababu sasa hivi mtu akifa, na mtu akifa ndo watu akili inashtua kidogo, kumbe na mimi nitakufaga one day, kumbe na mimi nitakufaga, ngoja mimi nisali kidogo, Sasa anamsali Mungu ambao amjui. Mungu anatafuta umtafute. Kwa sababu yeye kila sehemu anapatikana. Kila sehemu, hata ile usiofikiria yeye anapatikana. Umeona? Sasa mtu akifa, watu akili inashtuka, lakini yule wa Mungu anajua hata ule akifa, akiwa wa Mungu anajua yule hajafa, ameuvua mwili. Kwa sababu ule wa Mungu anajua kwamba mwili ni kama vazi. Huu mwili wa damu na nyama ni kama vazi, yani kama vile unaweza kuvaa hii shati. Sasa watu wale wa Mungu au wale ambao wanajifahamu wanawekeza sana kwenye maisha ya milele. Kiasi kwamba wewe hapa upewe pesa milioni 10 au seme mabilioni au bilioni 100, na huyu mwingine apewe maisha ya milele. Wewe unapewa bilioni 100 kwa miaka 5. Wewe unapewa maisha ya milele. Huyu ana kitu cha thamani. Lakini watu kwa sababu huyu ambao anajenga nyumba, yeye akili yake yote ana focus, mimi sijajenga nyumba, sijafanya hivi kwenye haya maisha mafupi. Lakini kuna nafasi inakuja ya kutafuta maisha ya milele. Anambia wewe, amna, kuna maisha ya milele yapo. Na ukishakuwa kwenye hiyo njia ya maisha ya milele,
hata hapa kwenye maisha mafupi hapa hautahangaika. Lakini tena ukivua mwili tena wewe utaishi tena vizuri. Lakini sasa huyu ambaye yuko gizani, aika vile na blanket fulani hivi, akikaa kwenye ama yeye ana focus tu, nijenge, sijanunua pikipiki, natakiwa nijenge, natakiwa nifanye hichi, natakiwa nifanye hii, natakiwa nijenge Kongo, natakiwa nifanye hivi. Siku mwingine akifa ndo akili ngo vile imeshtuka kidogo hivi. Kuna kifo bana. Kuna nini? Sasa maisha ya milele yapo. Na hukumu ipo. Sio mambo ya maigizo, kwa sababu mtu aliumbwa kuishi kwenye umilele. Lakini siku alipofanya dhambi akapoteza ule umilele. Sasa Mungu mwenyewe akaamua kutoa kama nilivyokuambia ili ampare tena mwanadamu. Alivyomtoa ikaleta hali kama ya mtihani. Ikaja ikatuweka kwenye hali kama ya mtihani. Yaani hapa tuko kwenye mtihani, lakini huko unaambiwa kabisa kwenye mtihani kwamba ukiweka 0 hapo unakosea, ukiweka 1 unapata. Lakini watu wengi wanachagua 0. Yaani ushaambiwa kabisa njia ni hii hapa, lakini unapita hii. Na watu wengi, kuna elimu nyingi sana zimekuja kuwapoteza watu. Na wengine ambao wanajua kabisa kweli, lakini wanapoteza watu kwa sababu ya matumbo. Kuna watumishi ambao wanapinga kwa sababu ya matumbo, mimi nikae kanisani. Lakini watu wengine hawaambii watu kuhusiana na maisha ya baada ya kifo hiki cha mwili. Na hiyo ndio point, yani mtu akikuita, umeitwa na Mungu, uite watu waokolewe, watu wako kwenye hatari ya kupoteza maisha ya milele. Yaani ndio point tu ambayo inasumbua dunia sasa hivi. Na ndio maana shetani sasa hivi anazuka. Yeye kuzuka kwake kwote kwa sababu hukumu ilikuwa ya kwake. Anataka hao wengine watu waende nao. Sasa hao wasiojifahamu wataenda, lakini yule ambaye anafahamu yeye atapita huko. Na hata hapa shetani hataweza kumtesa kabisa. Hivi hukumu upo kabisa? Ndio, hukumu ipo. Hukumu mimi siwezi kuamini kama hukumu uko. Hauwezi kuamini kama hukumu ipo? Ila unaweza kuamini kama unaweza kufa. Ukifa unaenda wapi? Ndio sijui sasa. Ndio ujui. Sasa mimi ndo nakwambia, ukifa, baada ya kufa kuna maisha. Ukilala, ukiota, wewe unajiona uko wapi? Then kufungue. Hii sio Biblia. Hapa tuko tunaenda kimwili. Wewe ushawahi kuota tokea uzaleo, hujawahi kuota ndoto? Ushawahi kuota ndoto? Unakuaga uko na huu mwili wako pale. Kama nakuaga mwili wako sio unakuaga uko kitanda. Na wewe unajiona uko bede. Sasa ule ndo wewe. Ule mwako bede, ule mwenye au unajiona uko Kongo, unajiona uko South Africa, unajiona sehemu ambayo hata sehemu nyingine unajiona hapa sija kufika, lakini uko pale. Lakini ukijiangalia kule kwenye ndoto ni wewe. Sasa ule ndo wewe ambao uko kwenye huu mwili. Siku ukilala, ukipumzika, akili zako za huu mwili wa nyama zinapumzika. Yule wewe unatoka. Yule ndo ambao anaishi milele. Yule ndo atakayehukumiwa. Japokuwa kuhukumiwa kupo vipi? Kuhukumiwa kwa mfano umeambia mtoto wako usibe mboga. Na mboga umeacha na umwambia sasa usibe. Lakini najua nikiiba hapa nitapigwa fimbo. Kwa hiyo lazima akiiba atapigwa fimbo. Kwa hiyo iko hivyo. Sinafikiri umeelewa hapo kama umeelewa kwenye hii nani ya ndoto hii, lazima sana itakufungua. Kwa sababu lazima ushakipitia, ushaota. Ushagaota hiyo. Kwa sababu nikwambia ushaona vitu vya kiroho labda utakuwa hujawahi kuona. Lakini kwenye ndoto utakuwa ushaota. Unaota unafanya hivi, unaota unafanya hivi. Yule anayeota yule ndo wewe. Sasa yule anayeota yule ndo huyo ambao Mungu alimfahamu kabla wewe haujazaliwa wa mwili. Na yule ndo akifa, wewe ukifa utakuwa unaona mwili wako huo hapo. Na wewe uko hapa. Unaona watu wanalia, watu wanafanya nini? Nakaa tunasubiri hukumu. Yule ambaye yuko kwenye uweri anakaa anasubiri uzima wa milele. Uzima wa milele ni maisha, yani maisha sio kuwa na mwisho. Yani unaishi, hamna kuzeeka. Kama ulifu kujani hivyo tu. Ndio, sasa hiyo iko hivyo. Sasa hivi mimi nafanya kazi ya Mungu. Nimepata fahamu nyingi sana, nimepata vikwazo vingi sana, nimeziona siri nyingi sana. Labda wachawi nilikuwa sijatokea nilizaliwa nilikuwa sijawahi kuona wachawi hivi. Lakini vishawahi. Waona kabisa wachawi kwa sababu ushakuwa na Mungu tu ndani yako. Hilo Holy Spirit, yule msaidizi, roho msaidizi wa Mungu ambaye tuachia. Ishakuwa tu ndani yako. Yaani hata ukifika sehemu wale watu wabaya wataona. Kwa sababu wenyewe si wako wa kiroho.
wenyewe ni wa kiroho, wanaona hichi huu ni ufalme mwingine, huu ni ufalme mkuu, wanaona na wanakuja kujaribu. Hiyo iko hivyo sister yangu. I say, wandugu watazamaji wa Abedi TV Jicho la Nyumbani, jamani, mko karibu na channel yetu ili kupata mambo mazuri. Wakisema eti follow, wakisema eti ewa achana na mambo Mungu kidunia, unaweza fanyaje hapo? Nirudi duniani. Rudi tena, yani wewe tena msanii wa kidunia, unaweza mimi ndo naweza nikamwambia kwamba aache ule upande ambao yupo, kwa sababu huu kwa Mungu kuna vyote. Siri ni kwamba ukishakuwa huko kwenye njia na ile njia unaizani kwamba ni ya kweli, na ukaja kuambiwa hamna, hiyo njia sio ya kweli, na wakakuonesha kabisa uthibitisho, wewe mwenyewe mtu mwenye akili huwa anaamua hamna, natakiwa sasa mimi nifanye nini, nitoke kwenye, kwa sababu nimeshaoneshwa njia. Like kwa mfano umeoneshwa njia hii huko, unaenda kwa mfano sema unaenda sehemu, alafu ukakuta njia mbili, ukwambia njia ya kufika huko na kuenda ni hii huku, ukienda hii njia utapotea. Sasa wewe ukaamua kwenda huku, ukaamua kuacha ile njia ambayo umeoneshwa, hapo kutakuwa kuna shida kidogo, labda kwenye ufahamu. Ndio. Lakini huku kwa Mungu yupo. God is real, yani Mungu yuko really. Mungu sio mahistoria, au Mungu sio historia fulani za kuhadisiwa, hapana. Mungu yupo really kabisa. So mambo ya kiroho ndio yanayoongoza kila kitu. Yaani mambo ya kiroho ili ufanikiwe lazima uwe wa shetani sana au uwe wa Mungu sana. Sasa usipokuwa upande mmoja lazima utateseka. Sasa yeye vile kitu mwanaweza nikamshauri ni kwamba aje huko, kwa sababu kwa Mungu kuna vyote. Ni vizuri sana. Hivi ni zaidi ambao unajibaze nayo ni ndio mimi sasa hivi nafanya nyimbo za gospel zinazofungua watu fahamu, na pia naweza nikafanya nyimbo za kufungua watu fahamu kwenye haya maisha ya hapa duniani. Mimi sasa hivi na nyimbo nyingi ambazo ni siri kidogo. Lakini ni siri. Kuna baadhi nimezitoa, kuna baadhi ambazo nimezitoa, lakini hivi soon tunaangalia kama tunaweza tukaanza kuachia kazi. Hapo vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza kaambiaje wa ndugu ambao wanakutazama? Yaani unaweza kaambiaje, unaweza kupatia ushauri gani wa ndugu watazamaji? Kitu naweza kuambia watu ni kwamba dunia tunayoishi sio dunia kwenye kitabu. Kama unavyojiona unajigusa, wewe si unajigusa, wewe si upo. Kwa hiyo na Mungu yupo na shetani yupo. Kwa hiyo masuala ya Mungu yako kweli, na wamrudilie Mungu, na pia wasisahau kusupport TV yetu, ambayo ili siku nyingine waweze kwenda kupata maneno haya ya kuwasaidia, ya kuwafungua. Ndio naweza nikasema hivyo. Vizuri sana. Ndugu watazamaji wa Abedi TV Jicho la Nyumbani, usiwe mbali na TV yetu ili kupata mambo mazuri. Nyuma kamera kuna mzee Baba the King. Ni ule Sister Glory. Usisahau kushare, kulike na subscribe kwenye TV yetu ili kupata mambo mazuri. Unyama mwingi sana. Abedi TV Jicho la Nyumbani.